Na wakati haya kijiri, mtazamaji, viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wametaka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusiana na chanzo cha ajali hiyo ya ndege iliyoua watu 6 akiwemo mbunge huyo Johana Ng'eno. Viongozi hao wamesema mbunge huyo amekuwa akiandamwa na kunyanyaswa na serikali, wakimtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kutohusika popote katika uchunguzi utakaofanyika. Fred Wambua anatuarifu. Kifo cha mbunge wa Emurua Dikirr Johana Ng'eno na watu wengine 6 kupitia ajali ya ndege kimeibua hisia mseto kutoka kwa viongozi mbalimbali na hata wananchi. Leo hii viongozi wa upinzani wakitaka uchunguzi wa kina kufanyika kuleta jawabu kuhusiana na kiini cha ajali hiyo, Gachagua akisema kuwa mbunge huyo alinyanyaswa sana na serikali. We don't want to say anything, but we want to call for thorough investigations so that the truth can be known. The Kipsigis people have had many challenges. Anytime a leader has emerged to lead the community, he has faced challenges. Kipkalia Kones also died in a helicopter crash and was a great leader of the Kipsigis community. Johana Ng'eno has died in a crash. As we call for investigations, I must say that Kipchumba Murkomen cannot be CS Interior, and the family of Ng'eno and the Kipsigis community and other Kenyans expect fair and transparent investigations, because Kipchumba Murkomen has been fighting Mheshimiwa Ng'eno. Viongozi hao wakisema kuwa serikali iliyopo sasa hivi imejawa na utepetevu, kwani hata majibu kuhusiana na moto Endarasha na hata uhalisia wa kifo cha Ogolla bado hayajatokea. Ndio maana wanataka serikali kuleta uwazi kwa wananchi. Shule ilichomeka hapa Nyeri the other day, watoto wakakufa hapo Darasha. Up to now nobody knows what happened. There is no report that is existent, nothing. Watoto walichomeka wakakaa ashes. Kule Pwani kulikuwa na kaburi lilipatikana pale. They don't know, they can't tell you coherently how many bodies were found there and what actually happened. Sasa hii tumeketi sisi zote hapa. We lost our CDF, Chief of Defense Forces, the late General Ogolla, fantastic soldier. I don't know, I was asking Speaker Muturi if you have seen a coherent report where the government explained what exactly happened. You know, this government takes the public for granted. They don't care. It's a very irresponsible government and it's a wrong way to manage a country. Nyewe ninukuliwa wazi nikisema General Ogolla was taken out. I don't want to say that Ng'eno has been taken out. We want to give this government the benefit. Naona wako na haraka sana hata kumzika. Tukiwa hapa tumeona taarifa ikisema kwamba Mheshimiwa Meli sasa aongoze shughuli za kupanga mazishi haraka zaidi. Aidha, wamekashifu muungano wa ODM kwa kufukuza Gachagua, hasa wakati ambao alileta siasa za hisa, wakisema sasa hivi ODM inashinikiza hisa za 50% kutoka kwa UDA mwaka wa 2027. 50% UDA, 50% shares za ODM. Na najiuliza jamani, kama mambo ya shares ndio ilifanya huyo Rigiji mtu wa Shamata hapa aondolewe, na si the same shares ndio hawa wenzetu wanauliza. So hii serikali ni serikali ya porojo, ni serikali ya fitina. What ya ODM, they are hypocrites. They were leading in the front saying that tunauliza shares ya Mlima Kenya. Pia hawa wa Kipsigis nilikuwa na waitishia shares yao. Today wanauliza 50%. It's a lot of hypocrisy. Fredrick Wambua, Undugu TV.